Mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando ndani ya siku 100 za Rais Samia Suluhu Hassan anajivunia kumtua mama ndoo kichwani. Hapa Mburahati, hiki ni kisima ambacho maji yake ni ya chumvi, lakini mkuu wa wilaya kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo amefunga mtambo ambao unachuja maji na kutoka maji safi na salama kwa ajili ya matumizi ya majumbani. Kisima hiki katika kata ya Mburahati kipo kimoja. Ili maji yaweze kufika katika maeneo mengine, DC pia ametoa maguta mawili ambayo yatakuwa yakichukua maji katika kisima hiki na kusambaza katika maeneo mbalimbali katika kata hii ya Mburahati, na mtu atakachotakiwa kukifanya ni kurequest tu maji kupitia mfumo ambao wameutengeneza. Mradi huu wa maji safi na salama, ambapo ni mradi tuliouweka kwa ushirikiano baina ya DAWASA na sekta binafsi, ambapo watu wa sekta binafsi kupitia mahusiano tuliyoyajenga serikalini wametusaidia. Tumepata mtambo unaweza kuchakata maji lita 10,000 kwa lisaa, na mtambo huu unaweza ukaendeshwa kwa masaa 16. Maana yake ni kwamba kwa siku moja ya masaa 16 tuna uwezo wa kuzalisha maji lita 160 kama umeme hautasumbua na kama mashine haitakuwa na changamoto yoyote. Kwa kata ya Mburahati imekuwa na changamoto kubwa sana ya maji kutokana na mabomba ya zamani kuwepo, lakini kuongezeka kwa idadi kubwa ya watu. Na hapa mtaa wa NHC toka miaka ya nyuma walikuwa na changamoto hiyo. Kisima hiki kilichimbwa toka mwaka 2008, lakini kilikuwa kisima ambacho kina maji ya chumvi. Kwa wananchi, kama alivyoeleza mzee Mroso hapa wakati wa uzinduzi, anasema miaka hiyo walikuja na bango wakisema hawataki maji ya chumvi. Lakini leo 2026, zaidi ya miaka 10 na tumefanikiwa kuweka mtambo unaotoa chumvi katika maji haya, na sasa wananchi wanapata maji ambayo ni ya baridi lakini hayana chumvi yoyote. Mradi huu hapa tumeweka matenki makubwa mpaka sasa 6 ya lita 10,000 ambapo tutayajaza na kuweza kusambaza kuenda maeneo mbalimbali. Nimeshawapa maelekezo watu wetu wa DAWASA waangalie namna ya kuweka booster ndogo itakayosukuma maji yaliyosafishwa kutoka kwenye mtambo, badala ya watu kuyafata kwa kutumia matoroli au kubeba maji vichwani, tuyasukume kwenye miundombinu tulionayo yatoke kwenye mabomba ya wananchi majumbani, na tutawauzia kwa utaratibu ambao tunaweza tukauweka. Ni mradi wa majaribio, tunajaribu kwa sababu ni lazima tufanye jambo ambalo ni la tofauti ili kupata matokeo tofauti. Kwa hiyo DAWASA watakaa na wadau wote tuliohusiana nao hapa kuhakikisha kwamba ni namna gani tunaboresha na maji wananchi wayapate. Siku ya leo nimeweza kupitia njia nilizotumia. Kwanza tumenunua guta 2 mpya ambazo mmeziona na nimezikabidhi kwa jukwaa la wanawake kata ya Mburahati, ambapo guta hizi zitatumika kwenye mitaa miwili ambayo haijaguswa na mradi. Mtaa wa kwanza ni mtaa wa Barafu na mtaa wa pili ni mtaa wa Kisiwani. Maana yake ni kwamba guta hili ambalo lina uwezo wa kubeba maji lita 1,000 kwa mara moja litajaza maji hapa, litaenda kwenye mtaa wa Barafu, litapeleka maji kule kwa wananchi, wananchi watapata kwa bei ambayo tumeelekeza. Litatoka guta hapa, litaenda mtaa wa Kisiwani, litapeleka maji pale, mwananchi atapata maji. Mwananchi anapataje maji? Kupitia kijana anaitwa Mhagama, ametengeneza app na anaendelea kuiboresha. Mwananchi bila kuwa na smartphone anaweza akaingiza namba, ikatuma message kwamba niletewe maji, akapelekewa maji. Unaweza ukasema kwa lugha iliyozoeleka kwamba anaweza akarequest kupata maji. Kwa hiyo tutaongeza hizi guta ziwe za kutosha, kwamba mwananchi anatumia simu yake ya mkononi, ana request, yule kijana tuliyempa guta ambaye ni kijana wa Mburahati amepata ajira, atapokea ujumbe kwenye simu, atapeleka maji kwenye eneo husika. Na guta hizi zitafanya kazi katika eneo la Mburahati peke yake. Kata nyingine hivyo hivyo tutascale up au tutatanua mradi uweze kufika katika maeneo hayo. Sasa kipekee nichukue fursa hii kuwashukuru sana wadau mbalimbali. Nawapongeza sana DAWASA kwa sababu najua changamoto wanazozipitia, ila wamefanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba hili zoezi linakamilika. Nawapongeza sana DAWASA. Lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maelekezo na miongozo yake. Alituagiza ndani ya siku 100 tuwe tumefikia malengo ambayo alituwekea ndani ya siku hizo 100. Lengo mojawapo ni kutatua kero katika maeneo ya wananchi. Kero ya Mburahati ni maji. Na leo nimesimama hapa
kwa niaba ya Mheshimiwa Rais kuambia Wanamburahati sasa wanapata maji ambayo ni safi na salama, hayana chumvi, ikiwa ni sehemu ya utatuzi wa changamoto hiyo. Lakini pia jukwaa la wanawake ambalo ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuwawezesha wanawake kiuchumi. Tumewaletea hapa guta 2, hazina mkopo kwa sababu tumetumia njia tulizozitumia, zimepatikana. Guta hizi zitasambaza maji katika maeneo, na waathirika wakubwa wa kero ya maji ni wanawake. Sasa wao ndio wanaosimamia jinsi maji yafike kwenye maeneo yao kwa vifaa ambavyo tumewapatia.